Hewa imemwishia Samia Suluhu baada ya Boniface Mwabukusi kumtumia ujumbe mzito. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika kipindi ambacho nchi inakumbwa na mjadala mkali kuhusu uhalali wa matumizi ya nguvu, wajibu wa dola na mipaka ya uhuru wa raia, sauti ya Boniface Mwabukusi imejitokeza kama onyo kali linalotaka kuvunja ukimya. Ni sauti inayosisitiza kuwa taifa linakaribia kurudia makosa ya kihistoria ikiwa halitakabili hali halisi ya ukiukwaji wa haki unaoripotiwa kuhusishwa na matukio ya kisiasa, ikiwemo yale ya Oktoba tarehe 29. Katika mtazamo wake, taifa limefika hatua ambapo kuendelea kufunika ukweli kunakuwa sawa na kuruhusu mfumo unaoruhusu mateso na adhabu zisizo halali kuota mizizi. Anasisitiza kwamba hakuna jamii inayojenga utawala bora kwa kukanusha matatizo au kulifunika kwa vifungu vya maneno badala ya utekelezaji wa sheria. Msimamo wake unaanza kwa kuonyesha kwamba mjadala unaoendelea kuhusu matukio ya vurugu na vifo hauna budi kuangaliwa kwa jicho la wazi. Anaona kuwa taifa haliwezi kupona bila kukubali kwanza kuwa kuna tatizo linalohitaji utatuzi. Huo ndio msingi wa utawala wa sheria, si tu kuwepo kwa sheria bali matumizi yake kuwalinda raia wote bila upendeleo na bila kugeuzwa silaha dhidi ya wananchi. Katika mazingira ya sasa ambapo nchi inajikuta katika mawimbi ya maandalizi ya mikusanyiko ya raia, kauli yake inaonekana kutaka kukomesha simulizi kwamba nguvu za dola zinapaswa kuwa suluhisho la kwanza kwa changamoto zinazotokana na mijadala ya kisiasa. Anaweka wazi kuwa jamii haiwezi kujengwa ama kujenga utawala unaoheshimu haki za binadamu iwapo sheria itatumika kwa tafsiri zinazotokana na maslahi ya kisiasa badala ya misingi ya haki. Katika msimamo wake hakutajwi upinzani dhidi ya adhabu kwa walio kwenye maandamano, bali anatajwa masharti ambayo adhabu hizo zinapaswa kufuata. Anaweka maono kwamba mtu anayeshiriki maandamano anaweza kuadhibiwa, lakini adhabu hiyo lazima iwe ndani ya misingi ya kisheria badala ya kukumbatia mfumo unaotumia nguvu za majeraha na vifo. Kwa maelezo yake, hakuna kifungu kinachoruhusu kuua waandamanaji kwa risasi, na kwa tafsiri hiyo kile kinachojitokeza ni wito wa kuweka mipaka halali kwa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuhakikisha kwamba ulinzi wa taifa haugeuki kuwa mashine ya kuangamiza haki. Onyo hili linakuja sambamba na tathmini ya viongozi wa dini kuhusu matukio ya kisiasa nchini, hasa kauli kutoka taasisi za dini zinazojadili umuhimu wa kufanya tathmini ya kitaifa juu ya matukio ya Oktoba. Kwa Mwabukusi, hoja ya viongozi wa dini inaonekana kama sehemu muhimu ya mijadala ya kitaifa, sio kama tishio kwa utulivu kama wengine wanavyotafsiri. Anapinga wazo kwamba sauti za dini zinapaswa kunyamazishwa, akisisitiza kwamba sauti hizo ni za jamii na zinawakilisha wadau wa taifa wanaoguswa na mustakabali wake. Kwa mtazamo wake, kuziondoa mezani ni sawa na kukataa kusikia sehemu ya muhimu ya sauti ya umma. Na katika historia ya taifa, vipindi vya msukumo wa mabadiliko mara nyingi vimeambatana na jitihada za kutafuta utulivu kwa njia ya kukwepa ukweli, na kwa mtazamo wa Mwabukusi, taifa linakaribia kuingia katika hali hiyo tena ikiwa hoja zinazoibuka sasa zitaminishwa kwa nguvu badala ya kufanyiwa uchambuzi. Na kwenye ujumbe wake anasema kwamba utawala bora, utawala wa sheria. Nimeisoma tafakari ya maaskofu wa TEC kuhusu Oktoba tarehe 29 mwaka huu. Ni tafakari inayowaza ama inayoweza kumkwaza mtu muovu au wakala wa uovu au mtu ambaye hana utimamu wa fikra. Tusifiche moto, moshi umeonekana. Hatuwezi kutatua tatizo kwa kukataa kwamba halipo. Wahenga walifunza kuwa mficha uchi hazai. Hatua ya kwanza ya kutatua tatizo ni kukubali kuwa lipo. Na tafakari ya maaskofu inawahusu vipi wewe Kigagula? Na wewe toa tafakari yako, una akili, utasikiliza na kupima. Hatuongelei uhai wa watu, tunaongelea vitu. Huu ni uovu. Hatuongelei uhai wa watu, tunaongelea vitu. Huu ni uovu.
Mtu akiandamana aadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Hatuna kifungu cha sheria kinachosema waandamanaji wauawe kwa kupigwa risasi. Ujumbe mzito kweli kweli kutoka kwake Boniface Mwabukusi. Hapa anatoa picha kwamba kukwepa ukweli kuna uwezo wa kutengeneza mazingira mgawanyiko, si kuyazuia. Hilo linaonekana hasa katika kipindi ambacho baadhi ya makundi yanapendekeza hoja zinazojenga tafsiri kwamba mjadala wa sasa unaweza kuleta machafuko badala ya kuhitaji hatua za marekebisho. Na katika dira yake hiyo ni njia ya kutengeneza uadui na kufikirika badala ya kukabili tatizo halisi. Tanzania inajulikana kwa historia ya uhusiano wa kijamii unaounganisha makabila, dini na itikadi tofauti. Lakini mazingira hayo, wito wa Mwabukusi unalenga kuzuia taifa kuingizwa kwenye mikondo ya siasa za maadui wa ndani. Ni onyo kwamba historia inaweza kuandikwa upya kupitia maamuzi ya sasa, na kwamba kizazi cha sasa kina jukumu la kuilinda. Na kwa msimamo wake, kutumia nguvu kupita kiasi kunaharibu misingi hiyo kwa kuondoa uhusiano kati ya dola na wananchi, na badala yake kujenga hofu ambayo inaweza kudumu zaidi ya chanzo chake. Moja ya msingi wa hoja ya Mwabukusi ni kwamba ukimya ni sehemu ya tatizo. Taifa lisipokataa matumizi ya nguvu kupita mipaka, linaweka msingi wa kuzoea hali hiyo, na kadri inavyozoeleka ndivyo sheria zinavyozidi kupoteza nafasi yake kama muamuzi mkuu wa haki. Kutoka katika falsafa hiyo, onyo lake limekuwa si tu wito wa wanasiasa, bali pia wananchi. Ni mwito wa kuacha kuishi katika jamii inayosubiri kutetewa na kuanza kuwa jamii inayotetea misingi yake yenyewe. Na katika hitimisho la simulizi hili, hoja kuu inajitokeza ni kwamba taifa linaishi katika mlango wa uamuzi kati ya njia mbili. Kwanza, utawala wa sheria unaoweka uhai wa raia kama msingi, au sheria ya utawala inayotumia mamlaka kulinda maslahi ya wachache. Na kwa sauti ya Mwabukusi, njia ya pili ndio ishara ya kuanguka kwa misingi ya taifa, na kwa sauti ya matukio ya sasa, njia ya kwanza ndio matumaini ya kurejesha usawa, haki na utulivu. Ni onyo linaloelekezwa kwa serikali, dola na wananchi kwa wakati mmoja. Taifa linachagua mustakabali wake kupitia majibu litakayotoa kwa sasa. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa za kina na uchambuzi ambao huwezi onekana kwingine. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuwafikie ndugu jamaa na wote ambao hawajapokea taarifa hizi. Na vilevile kumbuka kugonga hiyo alama ya kengele ili uwe wa kwanza kila wakati ambapo tunapoleta video kama hizi, uwe wa kwanza kuzipokea kwa kupokea notifications hapo juu.